Litukuzwe jina lako tena jioni ya leo. Asante kwa neema ambayo Mungu umetukirimia katika Kristo Yesu. Alipokuja kufanyika mwili kwa ajili yetu, ili afanyike Pasaka, ukombozi, msamaha, uponyaji kwa wale wote watakaomwamini. Yeye ndiye mkate wetu wa uzima. Nasi tunaamini katika uzima kwa sababu Kristo ndiye uzima wetu. Asante kwa ajili ya yule baba na yule mama asikiaye maneno haya jioni ya leo. Kila kilichoko juu ya maisha yake kinahitaji ukombozi wako. Kwa neema yako ukajifunue. Jidhihirishe, jifunue kwa nguvu na uweza na mamlaka. Kila kilicho kibaya ndani ya mwili wake kisiwepo. Magonjwa na maradhi na madhaifu ya kila namna ukapate kuyaweka huru. Ni katika jina lako Yesu wote tuseme amen. Tumshangilie Yesu kwa makofi. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Sema amen. Tunakumbuka kwamba Yesu ndiye Pasaka wetu. Haleluya. Hatuna dhabihu nyingine ya kutukomboa. Hatuwezi kutoa fedha, hatuwezi kutoa mali zikatukomboa. Amen. Hazina nguvu ya kutukomboa. Na kama mali ingelitumika kwa ajili ya ukombozi, masikini asingelipata ukombozi. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni aliyetuma upendo katika Kristo. Akaupenda ulimwengu akamtoa mwanae kwa ajili yetu, ili tupate huo msamaha. Amen. Sema kwa sauti amen. Hiyo tuna sababu za kumshukuru Mungu. Maana hata aliye mnyonge sana na mdhaifu sana anaweza akapata ukombozi wake. Pigia Yesu makofi mazuri kwa jina hilo. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema Yesu anafaa kuwa Pasaka, maana ametimiza yote yaliyoandikwa kwa ajili yake, kwa ajili ya ukombozi. Kwa haraka tunakumbushana, au asingeliweza kuwa Pasaka kama angelifia Dar es Salaam. Amen. Ni lazima afe mahali pale pale panapohusika na agano na baraka la msamaha lilipotolewa katika nchi na katika ardhi ya watu wa Israeli. Lakini vivyo hivyo katika historia ya Wayahudi tunaposoma, baada ya anguko la Adamu, tunasoma Adamu alikuwa anaishi kwenye bustani. Tunaelewana watu wa Mungu? Hebu sema bustani. Kwenye hiyo bustani sio kwamba kulikuwa dunia haipo nje ya bustani. Lakini Mungu alilichagua eneo maalum. Akamweka Adam na mkewe waishi hapo, wazaliane hapo, waongezeke hapo. Amen. Alafu waende wakajaze dunia. Kwenye hiyo bustani Mungu alipomuumba mwanaume na mwanamke akawaweka, kulikuwa na mti ulioambiwa msije mkaula mti ule, maana mtakapokula tu hakika mtakufa. Na katika bustani hiyo vile vile palikuwa na mti uliokuwa wa uzima. Hawakunyimwa kuula ule mti wa uzima. Waliruhusiwa wale katika huo mti, hawakuzuiliwa. Walizuiliwa mti mmoja tu. Na miti mingine yote walioambiwa wale katika shamba lile. Lakini
muovu alipokuja, siku zote yeye ni mwongo na mdanganyifu, alijiingiza katika vazi la mnyama anaitwa nyoka, akaingia katika ile sehemu walipowekwa mwanamume na mwanamke, na wakawadanganya. Mwanamke akakubali, akalichuma tunda, akala, akampelekea na mumewe. Huyo ibilisi akasababisha wanadamu wote tuliozaliwa na mwanaume anaitwa Adamu, wote tukafa. Wote wenye asili ya mwanadamu yule wa kwanza. Mauti kaingia ndani yako hata kabla hujazaliwa. Unaingia kwenye tumbo la mama yako hata hujatoka bado tumboni, tayari laana zimeshakuja huko tumboni kukufuatilia. Dhambi imeshaingia humo tumboni kabla hujazaliwa, na hukumu imeingia humo tayari, na makosa ambayo hujayatenda tayari yameshaanza na wewe tumboni. Magonjwa na laana unaanza kuzirithi huko, kwa sababu ya ile damu ya yule mtu wa kwanza alikula ile tunda. Kosa la ulaji wa lile tunda lilipelekea kile Mungu alichokiumba ndani ya mwanadamu, ambacho kina asili ya Mungu, kina asili ambayo Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili wakatawale. Wamfanye mtu wa asili ya Mungu ili akatawale. Sema amen, amen. Na shetani alipogundua kuna kitu kimeingizwa ndani ya mwanadamu chenye asili ya Mungu, haleluya, chenye asili ya Mungu, ambacho ndani ya huyo mwanadamu patakuwa na nguvu ya kutawala. Amen. Hicho kitu kilichowekwa ndani ya mwanadamu kilikuwa kimewekwa na baraka, kimewekwa na utawala. Shetani ambaye ni mwongo na mdanganyifu, ndugu zangu, shetani hajui kujua silaha nyingine ya vita, anajua uongo. Alipojua hawa watu wameambiwa wasile tunda, aliwaendea akasema, je, Mungu amesema msile matunda ya mti huu? Maana najua mtakapokula tu mtafanana naye. Ndio maana amewanyima msile. Wale watu walishaumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, lakini akaja akaweka mashaka ndani yao, wakala tunda. Lile tunda likapeleka sumu ya mauti kwenye lile eneo liloumbwa na mfano wa Mungu ndani ya mwanadamu. Lile eneo liloumbwa kwa sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Lile eneo niliwahi kulifikiria, nikasema ni eneo lipi lilo ambalo dhambi imeingia kwenye hilo eneo, na sisi wote tukasadikika tumekufa. Sisi wote tukasadikika ni wenye dhambi. Ni eneo lipi ndani ya mwanadamu? Ni kosa lipi ambalo limesababisha Adamu aliyokosea na mimi nimehesabiwa nimekosa? Katika uchunguzi na utafiti wa muda mrefu nikagundua mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu amewekewa ndani yake DNA. Hiyo DNA ni aina ya vinasaba vya mwanadamu vilivyowekwa tofauti na viumbe vingine. Ndani ya vinasaba vile vya mwanadamu, kule ndani kuna michoro iliyochoreka. Wanapoangalia wataalamu, ndani ya hiyo michoro kumegundulika michoro yenyewe ni nini. Mwanzo haikujulikana kwa miaka mingi, lakini baada ya utaalamu na wasayansi kuongezeka kujua vinasaba vya mwanadamu ina aina ya umbo na michoro ndani, walipokuja kutafiti wakakuta ni maandishi ya Kiebrania yaliyoandikwa ndani ya DNA ya mwanadamu. Na hiyo DNA, michoro iliyoandikwa mle ndani
ni alfabeti na ni hesabu au ni namba ya Wayahudi. Wanaposoma wanajua humo ndani kuna namba imeandikwa 10, ndo namba ya kwanza ndani ya DNA, na 5 namba ya pili, na 6 namba ya 3, na 5 namba ya 4. Kwa alfabeti za Kiyahudi, ile namba zilizojitokeza mle ndani, Wayahudi walipoangalia wakakuta ni neno lililoandikwa Yawe. Na Yawe ndio Mungu anavyojitambulisha, mimi ni Yawe. Kwa hiyo jina la Mungu liliwekwa ndani ya mtu ili mtu aishi na Mungu. Sema amen. Ili wewe na Mungu muwe kitu kimoja, uwe na asili ya Mungu kwenye DNA yako, uweze kufanya fellowship na Mungu, mutembee na Mungu akiwa ndani yako na wewe ndani yake. Haleluya. Ile hali shetani aliichukia. Amen. Pigia Yesu makofi kwa mzee anayefurahi. Ile hali shetani ya kuifurahia, akaingiza hila zake, dhambi ikaingia. Dhambi ilipoingia ikasababisha lile jina la Mungu ndani ya mtu likafunika lile jina, ile dhambi. Mwanadamu akamhofu Mungu, akamkimbia Mungu, hakuweza kumkaribia Mungu tangu hapo. Maana ile dhambi ilipoingia, lile jina likawa halionekani, limepotezwa ndani ya DNA, halina nguvu ya kumletea huyu mtu wokovu tena. Lakini katika eneo hilo Mungu akatengeneza njia. Aliweka njia nyingine, akasema kwa jambo hili nitatengeneza uzao mwingine utakao kuja na damu nyingine. Haleluya. Labda nitoe tafsiri nyingine ya haraka. Bwana asifiwe. Wangapi wananisikiliza hapa? Mupo pamoja na mimi? Yule mtu anaitwa Adamu. Hebu sema Adamu. Kwa lugha ya Kiyahudi huyo mtu anaitwa Adamu hivyo hivyo. Na majina yale Adamu ni alfabeti 3 za Kiyahudi. A na D na M zinapoandikwa kwa pamoja zinasomeka Adamu. Ndani ya hizo alfabeti 3 ambazo tunasema ni alif, dalit na mem. Alif ni alfa, kama tunavyosema alfa omega. Amen. Mem au daliti, kuna alfa, kuna daliti, kuna mem. Alfa ni wa kwanza, alifu ni wa kwanza. Amen. Na daliti ni njia kwa Kiyahudi. Daliti ni njia, au pale tunapopita wote tukaingia hapa. Amen. Na mem ni maji. Mem ambayo ni M. Wewe ukiandika Adamu utaandika A, D na A. Kiyahudi hawezi kuweka A, kunaweka dash inakaa katika ile A, ile D. Kwa hiyo tunasema A, da, kuna dash tunaandika kwa chini. Amen. Sasa yule Adamu ni mtu wa kwanza aliyeumbwa mwanamume. Sawa sawa, Ni mtu wangapi? Kabla ya mwanamke aliumbwa mwanaume kwanza. Amen. Yule mwanamume wa kwanza aliumbwa na damu ndani yake. Kwa hiyo ile A ukiondoa unabaki na D na M. Kwa Kiyahudi ni damu hiyo hiyo unayosema mimi nimekata hapa mkono wangu damu imetoka. Kwa ile neno damu ndivyo hivyo kwa Kiyahudi ni damu. Amen. Kwa hiyo ni mtu wa kwanza mwenye damu. Baadaye mwanamke akatolewa katika mwanaume, naye akawa na damu kutoka kwa mwanaume. Tunaenda sawa? Sema amen, amen.
Haleluya. Ndio maana mwanamke alikula tunda, Mungu hakuuliza. Wala Mungu hakumtafuta mwanamke. Alipokula Adamu, Mungu ndio akatokea. Kwa sababu yeye ndio mwanzo. Amen. Kwa kuwa yeye ndio mwanzo, ndio maana Mungu alimuuliza Adamu, kwa nini umekula? Akasema ni mwanamke amenipa. Na baada hapo mwanamke akaulizwa, akasema nimedanganywa na nyoka. Nyoka akatamkiwa laana. Mwanamke naye akafuata wa pili, akatamkiwa laana. Utazaa kwa tabu na kwa uchungu. Watatu akatamkiwa Adamu, atatafuta kwa jasho. Amen. Mwanamke atabeba mimba, atazaa, lakini ile mimba itamtesa na atazaa kwa mateso. Na ndio maana mwanamume haangaishwi na mtoto. Ni mwanamke anahangaika na mtoto tangu tumboni. Utambeba, utateseka miezi 9. Mimba itatoka nje ya mfuko. Mimba itavuja wakati mwingine. Utajikuta unalala hospitali kwa sababu ya BP. Pressure inapanda, unabidi ulale kuanzia mwezi wa 3 wa mimba mpaka utajifungua. Siku unazaa lazima upige yoe na kelele. Mtoto atatoka, bado utamshika mkononi mwako mpaka atakapotembea. Utamlea mpaka atakapokuwa mtu mzima. Wewe ndio unaleba vilio vya mtoto. Baba hangaiki vya mtoto, anahangaika na mfuko uwe na hela. Hayo mateso yameenda yakatembea na sisi vizazi vyote. Mwanamke atabeba mimba ya kwanza, ya pili, ya tatu, alafu anaweza kaachwa. Mwanamume akaenda zake, akatafuta mwanamke mwingine, akatafuta anachotaka. Wewe umepitia hapo kwa sababu ulianza kula tunda. Halo. Na ndio maana nikisema hapa tulete makaratasi ya maombi, wanawake wengi hapa wataanza na maombi ya mume wake. Asiniache, amechukua mke mwingine. Ya pili, watoto wangu. Mungu anisaidie wazaliwa wangu. Mwanamume akiandika, mtaji wangu uongezeke. Haleluya. Ni kweli sio kweli? Hata mimi akili yangu yote iko kwenye kufikiria. Na mwanamke anamwongojea mwanamume alete. Hata kama yeye anayo, anasema sina. Ili huyu baba alete tu, asipeleke kwa mwingine. Amen. Haleluya. Hiyo sio baraka, ni laana. Kwa sababu tumekula tunda. Lakini baada ya hapo, ile dhambi imetuingia wote sasa. Ile sumu imeingia. Jina la Mungu ndani yako limefunikwa. Wote tumekuwa watoro. Tunaposikia habari za Mungu tunakimbia. Tunaposikia habari za upendo wa Mungu hatutaki kutamani hata huo upendo. Maana dhambi inatawala ndani yetu. Mungu akatangaza kwamba ataleta msamaha. Na akamwonyesha mwanadamu kwa njia ya kwanza, mtachinja mnyama, damu ya ule mnyama itamwagika, nami nitafunika lile kosa lenu. Alafu mwanadamu akaanza kumkaribia Mungu, lakini kwenye giza hawezi kumuona. Sawa sawa Hatumwezi kumuona kwa sababu ni kwenye giza. Ile damu ya mnyama haiwezi kumkomboa mwanadamu kwa 100%. Sasa mpango wa Mungu akatangaza kwenye ile bustani, nitaweka uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Akatangaza kingine kikubwa zaidi, ambapo uzao wa mwanamke utakapokuja duniani utamponda uzao wa nyoka kichwa. Akusema uzao wa mwanamume. Sema amen, amen. Uzao wa mwanamume haufai tayari, kwa sababu damu ya huyu mwanamume iliyoweza kusababisha wote waliozaliwa na mwanamume wametenda dhambi. Damu ya huyo mwanamume
atakaye kuwepo damu yake haitasaidia. Mwanamke hana mbegu ya kuweza kuzaa. Mwenye mbegu ya kuzaa ni mwanamume, na hiyo mbegu ya mwanamume ina laana tayari. Kwa hiyo haitaleta mkombozi. Ndio maana Mungu akatoa tangazo, mbegu ya mwanamume isihusike, akasema uzao wa mwanamke utainuka pasipo mwanamume. Sema amen, amen. Ndio maana manabii wakatokea, bikira atabeba mimba. Sema amen, amen. Bikira atabeba mimba, naye atazaa mtoto mwanamume. Bikira atabebaje mimba? Haiwezekani pasipo mwanamume. Amen. Na ile neno likaenda likatimia katika nchi ile ya Uyahudi. Bikira akatokewa na malaika, akaambiwa tazama utabeba mimba. Akasema nitabebaje mimba na sijui mwanamume? Akaambiwa Roho wa Bwana atakujilia juu yako, nawe utabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na yule mwanamke akasema itawezekanaje mambo haya? Akamwambia hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mwanamke akasema na iwe kwangu kama Bwana alivyosema. Malaika aliposikia hivyo akashika njia akaondoka zake. Roho wa Bwana kaingia ndani ya tumbo la mwanamke, akageuza tumbo la mwanamke likapokea mbegu inayoitwa neno. Sema amen, amen. Hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili. Sema amen, amen. Akafanyikia kwenye tumbo. Yule aliyeingia ndani ya tumbo hakuwa mbegu ya mwanadamu. Amen. Hakuwa mbegu ya mwanamume wa kwanza. Akaja Mungu mwenyewe akaingia kwenye tumbo la mwanamke, akatengeneza mwili na akajitengenezea damu yake mwenyewe. Haleluya. Na kwa damu yake mwenyewe alipokwenda kutokea, ndipo mpango ukaingia kutimia. Alipoingia msalabani kwa damu yake mwenyewe. Sema amen, amen. Kwa damu yake mwenyewe. Sasa sio damu ya mwanaume yule wa kwanza, ni damu nyingine. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume 20:28. Matendo ya Mitume Maandiko yanasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa mwangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Damu yake, kwa sio damu ya mwingine, damu ya Mungu aliyonunua ile kanisa kwa damu yake mwenyewe. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Kwenye hilo eneo, Bwana asifiwe, mwanadamu anapata msamaha wa milele. Yaani ile damu, ngoja nikupe siri ya hiyo damu. Sema amen, amen. Mko pamoja na mimi hapa? Nitaongea maneno magumu leo kidogo. Si mnataka mfundishwe? Maana mambo mengine mnahangaikaga kuombaga na muoni matokeo kwa sababu kuna vitu hatuvijui. Hatupati kuvielewa. Watu hapa wanafunga na kuomba, wanafunga, wanatoa sadaka, lakini mbona matokeo hatuyaoni? Mbona shida iko pale pale? Sasa nikupe maarifa ambayo hujawahi kuyasikia. Sema amen, amen. Mwanadamu alipotenda ile dhambi, iliingia juu ya ile umbo la Mungu lililokuwa limeandika jina lake. Kwa hiyo tukafukuzwa kwenye bustani. Tunaenda sawa Na Adamu akawa tayari ni maskini na omba. Ila shetani akagundua kuna msamaha. Kuna damu itakayosafisha hii dhambi. Na hii DNA ya Mungu, jina la Mungu litatokea tena. Na mwanadamu atakuwa bora kuliko pale mwanzo. Tunaelewana Sema amen, amen. Na mwanadamu
atakuwa bora zaidi kuliko Adamu wa kwanza. Shetani akaamua kufanya mpango mwingine mbaya zaidi kuliko dhambi. Unanisikiliza eh? Mpango mwingine mbaya kuliko dhambi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4, Adamu alibarikiwa akapata watoto wa kiume wawili, Kain na Abel. Watoto hawa wamezaliwa na Adamu na mama yao ni Hawa. Amen. Haleluya. Walipozaliwa walifundishwa na baba yao, wanangu, sisi wazazi wenu tulikosea, nawezekana dhambi hiyo iko juu yenu, ili nani mpate msamaha, msiingie juu ya laana tulizopitia sisi, muwe na sadaka ya ukombozi kwa ajili yenu. Mutatafuta katika maisha yako sadaka ya damu, nanyi mtatoa sadaka iliyo bora ya mnyama aliye safi, na Mungu akiona ile damu atasamehe makosa yenu. Katika wale watoto wawili, mmoja aliamini, mwingine hakuamini. Mnanisikia eh? Aliyeamini anaitwa Abeli, akatafuta mnyama aliye safi. Amen. Akamtoa sadaka ya kuteketezwa. Ndugu yake Kaini hakuamini, hakuleta sadaka ya damu, akaleta ya mazao ya shamba. Matokeo yake, yule aliyetoa sadaka ya mazao akamwona mwenzake amepata kibali, akakunja uso, akasikia vibaya, akamwonea wivu ndugu yake. Kwa nini huyu Mungu amemtakabali sadaka yake? Mwisho akapanga mpango wa hila, akamuua ndugu yake, akampiga ndugu yake, akafa. Tunasikilizana watu wa Mungu? Hebu nisikilize tafadhali. Sema amen, amen. Akamuua ndugu yake. Kaini, Mungu anampenda. Mungu akamsogelea tena, akamwambia, kwa nini Kaini, damu ya ndugu yako inanililia? Umefanya nini? Akamwambia Mungu, kwani umeniweka mimi kuwa mlinzi wa ndugu? Kwa hiyo Kaini, Mungu alitafuta atengeneze. Tunaelewana watu wa Mungu? Kaini hakuwa tayari kutengeneza na Mungu na kutubu. Mwisho sura ya 4 inasema hivi. Naomba usikilize hii. Sema amen, amen. Wana wa Mungu sema amen. Maandiko yanasema sura ya 4 mstari kuanzia ule wa 16. Hapa ndipo napona anguko linalozidi kuwa baya zaidi. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, kakataa toba. Sio Mungu amemwacha Kaini, Kaini anamwacha Mungu. Sawa sawa watu wa Mungu? Akaenda akakaa katika nchi ya Nodi. Kaini akaenda nchi inaitwa Nodi, mbele ya Eden. Amen. Kaini akamjua mkewe kwenye hiyo nchi ya Nodi, akapata mke, naye akapata mimba mke wake, akamzaa Enoko. Huyo Enoko aliyenyakuliwa. Walionyakuliwa yuko huko mbele sana. Amen. Akajenga mji akauita Henoko kwa jina la mwanae. Henoko akamzaa Iradi, Iradi akamzaa Mehuyaeli, Mehuyaeli akamzaa Methushaeli, Methushaeli akamzaa Lameki. Lameki akajitwalia wake wawili. Hawa sasa wakaongezeka, wakaenda wakawa wengi. Tunaenda sawa sawa? Mstari wa 25, Adamu akamjua mke wake tena. Lakini kule kwa Kaini watu wanaongezeka. Swali, Kaini alipata mke wapi?
Si sawa sawa? Alienda nchi ya Nodi. Kwenye nchi ya Nodi kuna watu, kuna viumbe kule. Tunaenda sawa sawa? Akajizalia watoto, akajenga mji, akauita kwa jina la mwanae. Seti akazaliwa. Amen. Biblia inasema Adamu akamjua mke wake tena, akamzaa mwanaume, akamuita jina lake Seti, maana alisema Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Abili. Kwa Adamu hakuzaa tena, akaja kazaa. Na huko mbele utagundua Adamu aliendelea kuzaa, lakini alichelewa kuzaa huyu mtoto. Alichelewa miaka 130. Wakati Kaini anazaa, Adam sijui kaweka mgomo, sijui ni nini, miaka 130. Wakati Kaini ana vitukuu vinaongezeka, Adamu bado hajazaa. Lakini yuko kule Nodi na amejenga mji unaitwa Enoch. Kilichotokea ni nini? Haleluya. Unaposikia maandiko yanakuambia Israeli wakaahidiwa wapewe nchi ya Kanaani. Neno nchi ya Kanaani ni kwa tafsiri nchi ya wana wa Kaini. Wana wa Kaini ndio wanaitwa wa Kanaani. Kwa nini Mungu akaahidi wana wa Israeli kuwapa hiyo nchi, na kwa kuwaambia mkifika kwenye hiyo nchi msimwache mzaliwa yoyote wa ile nchi ya Kanaani hai, muangamize na watoto wao? Na Mungu ni mwenye upendo. Kwa nini Mungu anaangamiza mpaka na watoto? Kwa nini Mungu asiwahurumie watoto kama baba zao wamekosea? Kwa nini Mungu anasema Joshua, mkiingia mtaingia kwenye hiyo nchi na mtawaangamiza wenyeji, Wahiti na Wahivi na Mayebusi na Wakanani na Wafilisti, mtawaangamiza, msiwachie uzao? Kwa nini Mungu yuko hivi? Na Mungu ni mwenye upendo. Haleluya. Ni kwa sababu kwenye eneo la Kaini aliyepoenda kuchukua mke, hakuchukua binadamu mwenye damu. Tunaelewana watu wa Mungu? Haleluya. Katika maandiko matakatifu sura ya 5 na ya 6 ukienda kitabu cha Mwanzo, utagundua wana wa Mungu wanaandikwa, wakaja wakaona binti wa binadamu ya kuwa ni wazuri, wakawachukua waliowataka, wakazaa na wao, wakatokea watu wanaitwa Wanefili. Sasa kule kwa Kaini kuna jamii ya viumbe walioweza kukaa na Kaini na kuzaliana. Na hao waliozaliana na Kaini sio binadamu piwa, walioumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Tunaelewana Walikuwa ni aina ya malaika walioasi pamoja na Lucifer. Amen. Na hawa wana aina kundi kubwa la viumbe wanaoishi. Wanaweza wakabeba maumbo ya viumbe mbalimbali. Wengine wanaweza kabeba maumbo yenye sura kama wanadamu, yenye sura kama wanyama, wenye sura kama samaki, wenye sura kama simba, wenye sura mbalimbali. Na hawa Kaini aliyemchukua ni aina ya viumbe kwa asili wanaweza wakavaa mwili kama binadamu. Wanaitwa Anaki. Anaki ni viumbe walioanguka, sio mapepo. Ni aina ya malaika walioasi na Lucifer. Wanaweza wakavaa mwili, wakafungua duka hapa Mbalizi, wakafungua dispensary, wakafungua shule, wakafanya biashara, na wewe ukajua nampeleka mtoto wangu kwenye shule nzuri. Lakini akija kutoka huko utagundua mtoto wako ameharibika na hafai kabisa hata kwenye jamii. Halo. Bwana asifiwe. Kwa sababu hukujua unaenda kuwekeza wapi. Unaweza ukaamua kufanya biashara na mtu na ulikuwa na mtaji ukapotea kabisa, na usijue imetokea nini hapa. Unaweza ukafunga ndoa na mtu lakini ukaingia kwenye matatizo kutokea hapo mpaka kifo kikakupata.
na watoto wasieleweki kabisa. Hawa watoto nimewazaa, wamegeukaje? Walikuwa wazuri walipozaliwa, lakini wamekuja kubadilika, wamekuwaje? Unaomba na maombi, unafunga na kufunga, ukujua umekutana na nani. Sasa hawa Anaki walikuwepo na wapo mpaka leo, na wanaishi duniani mpaka leo. Nia yao ni nini? Nia yao wanajua kuna msamaha wa dhambi katika damu, na tukiacha endelea kuwa damu hii ya Yesu itakapowaokoa hawa watu, inashikilia ile DNA ya hawa binadamu, inakamata kabisa, haiwaachii. Sio kama damu ya wanyama. Hii inashikilia ile DNA, inamng'ang'ania. Aliyenipa Baba hakuna kuninyang'anya, aliyenipa Baba hakuna aliyepotea hata mmoja. Ikishakushika damu ya Yesu haikuachii mpaka milele, inakushika. Inasema aliye yoyote aliye kwenye mikono yangu hakuna wa kuninyang'anya. Ile damu ya Yesu inakushika. Na Anaki wakijua unayo damu ya Yesu, hawana nguvu ya kuja kukaa na wewe tena, hawawezi kutembea karibu yako. Wakikujua unayo damu ya Yesu, hawawezi kuja kwa watoto wako tena, hawawezi kushika uzao wako, kwa sababu wewe ni mzaliwa na watoto wako wameitwa wazaliwa pamoja na wewe katika nyumba ya Mungu. Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri. Kwa hiyo mpango wa Mungu wa damu ya Yesu ni bora, kwa sababu unazuia wale viumbe wasije wakalala na wewe, wakapata mbegu yako, wakazalisha watoto wao. Ndio maana tunasema Pasaka. Tukisema Pasaka hatuzungumzi sikukuu tu, tunazungumza kitu kikubwa. Sema amen, amen. Tunazungumzia uwezo mkubwa wa ukombozi unaokushikilia wewe katika msamaha, uzima na uponyaji na mafanikio, kiasi kwamba kile kiumbe kikukitafuta kinaangalia kinasema so yule mtu wa zamani ni Yesu yuko ndani yake. Na ndio maana naandika Paulo, anayeniona mimi amemwona yeye. Yesu mwenyewe anasema mimi nitakuwa ndani yenu na ninyi mtakuwa ndani yangu, na lolote mtakalolifanya kwa jina langu litafanikiwa. Na kwenye hilo jina Biblia inasema kila goti linapigwa na kila ulimi unakiri Yesu aliye ndani yako ni Bwana. Sema amen, amen. Paulo anasema sio mimi ninaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Eneo lipi? Ameingia kwenye DNA. Sasa sio tu sura ya mfano, anaumbika ndani yako sahihi, anaishi ndani yako sahihi. Haleluya. Na jina lake liko ndani yako sahihi. Haleluya. Piga kelele, sema yuko ndani yangu. Kwa hiyo ile nguvu ya damu ya Yesu, anaitwa Adamu wa pili. Ni mtu mwenye damu yake tofauti na Adamu wa kwanza. Na kwa njia daliti, kwa njia ya damu yake ametutoa mautini, ametuingiza uzimani. Sio mimi tena ninaishi, bali ni Kristo ndiye anayeishi ndani yangu. Mtu yoyote asinitabishe, maana mwilini mwangu sahihi ninazo chapa zake Yesu. Ndio maana kwenye eneo hili la sasa, wewe unatakiwa uishi kwenye ushindi, kwenye uweza na mamlaka na utawala wa kimungu. Ukitoka asubuhi nyumbani mwako, hakuna pepo atakayesimama mbele yako, hakuna mchawi, hakuna mwanga, hakuna laana aina yoyote. Na mwana akikuweka huru, piga kelele, sema kweli kweli. Haleluya. Na aliyenipa Baba hakuna wa kuninyang'anya. Ndio maana tunatamani hii damu ya Pasaka. Hatutaki kuimba tu Pasaka, tunaitaka tuielewe. Hawa jamaa wakizaliana wakiwa wengi, waliongezeka wakati ule kabla ya gharika. Dunia ikakosa mwanadamu mwenye sura ya Mungu na mfano wa Mungu, akabaki Nuhu peke yake na watoto wake watatu. Matokeo yake nchi, dunia ikaingia kwenye hukumu, ikagarakishwa. Mungu akamhifadhi Nuhu na wanae ili aje ajipatie ukombozi
kwa kupitia Kristo atakayekuja. Haleluya. Sema amen, amen. Ninataka nione hiyo damu ya Yesu juu ya kila mmoja mahali hapa, ikae juu ya DNA yako. Na nataka nikuambie, kama ulishawahi kuota ndoto na lala na mtu kitandani, kuanzia leo hautalala tena na ukaota hizo ndoto. Maana hao viumbe wanachokitafuta ni damu yako, wanachotafuta ni uzao wako, wapate kuharibu maisha yako kuanzia sasa na vizazi vijavyo. Lakini nataka nikuambie hii, kama walishaingia kwenye eneo lako la uzazi kwa kutokujua, kwa sababu hukujua siri ya mafundisho haya. Mnanisikiliza watu wa Mungu? Kwa kuwa hamkujua siri za damu ya Yesu, mnakiri tu damu ya Yesu, ile damu ya, lakini hujui inaenda wapi, inafanya nini, inakukomboa. Maana neno kukomboa, jamani ndugu zangu, sio kusema maneno. Kukomboa ni kuua. Neno kukomboa ni kuua. Kinachokwenda kukushikilia wewe unaposema nimekombolewa, ni kwamba kinachokushikilia wewe kinaenda kupigwa na kinawawa. Hivi Misri wakati wa Israeli wanatoka, walitoka vizuri bila watu kulia. Misri ililia, Misri iliomboleza, Misri imebaki historia mpaka leo. Hawa jamaa walichinja Pasaka, wakala mkate usio na chachu, wakapaka malango ya nyumba yao. Usiku huo Mungu akapita, akaenda kwenye kila nyumba. Misri alipoweka maagano, waliposhikamana na viumbe vya rohoni, kwamba Waisraeli watabaki kuwa watumwa, Waisraeli hawatatoka katika nchi hii, Waisraeli wataendelea kufanya kazi na hawatafanikiwa, Waisraeli wataendelea kufanya kazi na hawatajenga nyumba nzuri. Walishikiliwa na miungu 7 ya Wamisri. Hiyo miungu 7 ya Wamisri walikutana na Musa ana kwa ana. Kila aina ya hiyo miungu ilikuja na kuhani mbele ya Farao. Musa amekwenda naye anaye Mungu ambaye ni Yahweh. Sema amen, amen. Anasema kwa jina langu Yahweh sikujulikana. Naomba niseme kitu kimoja ambacho hamtakielewa. Amen. Wayahudi hawajui jina Jehova. Hawajui. Ni sisi tumetafsiriwa jina Jehova kwa neno Yahweh likaongezewa harufi nyingine ndani. Lakini kwa Kiebrania huwezi ukaandika Yehova, haingii. Kwa hiyo Mungu ni Yahweh. Jehovah Witness wakapeana pesa nyingi kwa wale wanaotengeneza vitabu huko kwenye viwanda. Wekeni Mungu mimi Yehova sikujulikana. Mungu sio Yehova, Mungu ni Yahweh. Na ukishaeka Yehova hutampata Yesu kwenye alfabeti hiyo. Nataka nikutafsirie Yahweh ni nini ili umpate Yesu. Wangapi wanataka nikutafsirie? Hebu sema Yahweh. Ongeza tena Yahweh. Yahweh ni alfabeti 4. Yod, He, Vav, He. Alfabeti 4. Amen. Ambayo Yod hiyo ni ye ile ambayo anasema Yehova, He ni ile H, V ni ile Yehova, na H. Tunaelewana? Sasa wao wakaongeza madundio mengine ya maandiko ya alfabeti. Lakini ukichukua Yahweh hiyo kwa Kiyahudi, ile neno ya, ile yodi ile, maana yake mkono. Hebu sema mkono. Kwa Kiyahudi ni mkono. Ile neno H kwa Kiyahudi nasema he, maana yake tazama. Tunaenda sawa? Tunanisikiliza? Hebu sema tazama. Mkono. Tunaenda sawa eh? Alafu neno V kwa Kiyahudi maana yake msumari. Vav. Wanasema vav ni msumari. Ile V. Alafu ile neno la mwisho H maana yake tena tazama. He, tazama. Kwa hiyo mkono, tazama, msumari, tazama. Na Yesu amefufuka kutoka kwa wafu. Mnakumbuka? Anawatokea wanafunzi wake siku ya 8 baada ya kufufuka. Anawaambia, tazameni, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa pamoja nanyi. Lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na manabii na Zaburi. Kisha akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko.
Alafu akakaa na wao akaondoka. Walikuwa wamejifungia ndani wanafunzi. Tomaso hakuwepo. Baadaye wanafunzi wakamwambia, tumemwona Bwana naye ametutokea. Akasema, siamini mpaka nimeona alama za misumari katika mikono yake. Baadaye huyo hapa hakushughulika na mwingine, akamuita Tomaso mwenyewe, njoo hapa uione mikono yangu na alama za misumari, uweke na vidole. Tomaso aliposikia hilo akaona, alipiga magoti akasema, Bwana na Mungu wangu. Neno Bwana maana yake Adonai, Mungu maana yake Elohim. Kwa hiyo Adonai Elohim maana yake ni Mungu Mwenyezi ambaye ni Bwana, na yoyote atakayemkiri Yesu ni Bwana ataokoka. Kuanzia hapo Yesu akajidhihirisha kwa alama ya misumari kwenye mikono yake, kwa yeye ndiye Yawe. Na Wayahudi hawasubutu kumuita Mungu Yawe, wanaona ni jina kubwa sana. Badala kusema Yawe wanasema Adonai. Hata kuandika wanaandika, wananawa mikono, anaandika tena mpaka maliza ananawa mara 7. Hilo neno Yawe ambalo tafsiri yake ni Yawe ni Kristo ambaye anajifunua kwenye alama ya mkono. Na Yesu anasema hivi, amin nawaambieni, sikuja kutangua torati wala manabii, bali kutimiza. Na mbingu na nchi zitapita, lakini yodi moja na anasema nukta moja na yodi moja ya torati haitaondolewa hata yote imetimia. Nukta ni alama ya Kiebrania ile mnaweka kwenye mstari. Amen. Na yodi ni mkono. Utakapoona alama nukta kwenye mkono wake, ujue yote yameshatimizwa. Sema amen, amen. Na Yesu akathibitisha yote. Na ndio maana Mkristo lazima aone alama ya msumari, ajue hawezi kudaiwa deni duniani, hawezi kuishi kwa umaskini duniani, maana kwenye mikono yake anasema, nimekuandika kwenye alama ya mikono yangu. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Kwa hiyo adui Shetani alichokifanya, anatafuta kuondoa DNA ya Mungu ndani yetu. Ashukuriwe Mungu akawaambia wanafunzi, enendeni ulimwengu wote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na Biblia inakuja inasema, yoyote atakayemwamini Yesu hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Hilo eneo amekwisha kuhukumiwa ni kwa sababu popote litakapotokea jambo, adui akapata nafasi, akachukua mbegu za kwako, akatengeneza uzao kwa wana wa Anaki, watoto wako wakatokea sio mbegu ya Mungu, huyo mtoto hawezi kukutana na msamaha, maana nile neno Yawe ndani yake hakuna. Na ndio maana inatakiwa tuhubiri injili kuliko tunavyofikiria, ili hao wenye dhambi walioko huko ambao bado hawajaribiwa DNA yao wapate msamaha wa dhambi, waingie katika ufalme wa Mungu na damu ya Yesu iwashikilie, ili adui asiendelee kuzaliana na kuongezeka. Sasa wahubiri wa leo hawataki kutoka nje hapo. Tunabaki ndani, tunaendelea kujikaza humu ndani. Huko nje wenye dhambi wanaongezeka, wanazaliana na wao viumbe. Ndio maana wenye haki mliobaki hapa mnatafuta kazi hampati. Umesomesha mtoto amemaliza chuo kikuu, watoto wako wanarudi nyumbani, kazi hawapati. Wanakaa miaka 2, ana degree yake, ana degree ya miaka 5, amemaliza shule, anatafuta hapati, anakuwa driver bodaboda. Na hiyo bodaboda akipata, akimaliza mwaka kama hajavunjika mguu ni bahati. Akijaribu kwenda kila eneo kutafuta kazi, hawa wana wa Anaki wameshika kila eneo la muhimu. Anapopeleka tu jina lake, wanajua huyu si mwenzetu, wanamkata. Anastahili apewe kazi, anakatwa. Unakuta mwenye haki anahangaika duniani hapa, anahangaika mpaka usiku anakosa usingizi. Mungu uko wapi? Mbona umeniacha? Nimeuza shamba, nimeuza nyumba kwa ajili ya watoto wasome. Leo hawana kazi, wamerundikana nyumbani. Sasa ili jinsi ya kutoboa, niwape siri.
Niwape siri? Maana na nyinyi mnaniangalia hapa alafu mnangojea niwaombee mfanikiwe. Maombi hayatoboi hapo. Maombi hayatoboi kwa Anaki. Maombi hayana nguvu kwa hawa viumbe. Na hawa viumbe hata tukifanya mkutano hawaanguki. Wanaoanguka ni mtu anapagawa na pepo. Pepo hana mwili. Pepo anamuingia mtu mwenye mwili ili apate nafasi ya kutembea naye, amnyang'anye haki yake. Lakini viumbe hao wa rohoni wanaoitwa malaika walioasi na Lucifer. Fikirieni Lucifer, msifanye mchezo. Aliushawishi mbingu. Theluthi ya malaika walimwasi Mungu. Theluthi. Unafikiri mchezo na huyu Lucifer? Aliwadanganya malaika na malaika wakadanganyika. Haleluya. Alidanganya malaika wakadanganyika. Leo malaika wameanguka na walikuwa wanaishi mbinguni. Wakikupata wewe kwenye uongo mdogo wanakuchukua mazima. Kinachotuokoa sio maombi kama wengine wanavyosema. Kinachotuokoa ni damu ya Yesu. Ukigundua nguvu ya damu ya Yesu, nimekusomea jana, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Piga kelele, sema amen, amen. Ukigundua nguvu ya damu, na Yesu akaja akatokea akakaa na wanafunzi wake akawaambia, sio mimi nimewachagua ninyi 12 na mmoja wenu shetani. Halo? Katika wanafunzi 12 mmoja alikuwa sio sawa na wengine. Tunaelewana? Lakini sisi tukimwangalia Yuda ni Mkristo mwenzetu. Yuda ni mtume pamoja na sisi. Yuda tunatenda kazi pamoja naye. Lakini anayejua Mungu, huyu sio. Huyu ndiye. Huyu ndiye. Huyu sio. Leo tunaweza tukawa na makanisa, tukakuta makanisa tunayo, tukafikiri tunayo, lakini ndani ya hiyo makanisa kumbe sio wote wa Kristo. Kwa kuwa tujui nguvu ya damu ya Yesu. Sasa siku Yesu anajifunua ili Yuda aondoke katikati ya wanafunzi. Mnajua alijifunulia wapi? Kwenye meza ya Bwana. Halo? Kwenye meza? Alipochukua mkate na divai, akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Nyweni nyote kwa ondoleo la dhambi. Na mkate huo akauchukua akasema, huu ni mwili wangu tolewao kwa ajili yenu. Alipoumega akasema, halo? Lile tendo la meza ya Bwana ndilo tendo ambalo Wayahudi wote wanaliheshimu mpaka na leo. Ukishiriki meza ya Bwana, hujashiriki tu kama unasema mvinyo. No. Kwa sababu katika maandiko matakatifu tunajua kabisa, maandiko yanajua siri ya uumbaji wa Mungu. Sema amen, amen. Mungu alipoumba miti, aliweka ndani ya miti aina mbalimbali ya vitu vya muhimu. Mafuta, dawa, marashi, sijui na vitu vingine, chakula. Amen. Tunaelewana eh? Aliweka kwenye vitu, na kwenye mti mmoja akaweka damu yake. Kwenye mti huu akaweka damu yake. Na huo mti aliweka ndani yake damu. Ndani ya hayo matunda ya huo mti, ndani ya hayo matunda ndio kuna uzima. Ndani ya matunda ya huo mti unaitwa mzabibu. Katika kitabu cha Mwanzo sura 49 tusome. Haleluya. Sema amen, amen. Mwanzo 49 mstari wa 8. Yakobo anabariki watoto wake 12. Anapoyaongea maneno ya kuwabariki, yalikuwa ni unabii. Sio tu baraka, ni unabii wa ya mambo yatakayowapata. Anasema hivi Yakobo kwa mzaliwa wake anaitwa Yuda. Yuda, ndugu zako watakusifu. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Sema amen, amen. Wana wa baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo. Mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki ambaye mataifa watamtii. Nani huyu atakuwa? Sema Yesu. Na Yesu alizaliwa kwenye kabila la nani? Yuda. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Atafunga punda wake katika mzabibu, na mwana punda wake katika mzabibu mzuri. Amefua nguo zake kwa mvinyo, na mavazi yake kwa damu ya nini? Ya mzabibu.
Na Yesu anakuja kwenye Yohana 15, anasema mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu. Alafu anachukua kikombe kile cha mzabibu, anasema nyweni nyote katika hii. Hii ndiyo damu yangu imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Amechukua mzabibu akasema ni damu yake. Anasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hataona mauti. Anapozungumza hayo, anazungumzia mauti ya vile viumbe havitakuja tena kuingia kwenye DNA yako na kukuharibu. Ndio maana aniamini ana uhakika katika damu ya Yesu, nimesamehewa, nimekombolewa, nimewekwa huru, maadui zangu hawaniwezi tena, na hata wakijaribu kwa ile damu iliyokuwa imenikomboa itawaharibu wao. Piga kelele, sema damu ya Yesu itawaharibu kila viumbe wenye asili ya rohoni na wenye asili ya mwilini, hawataniweza tena. Watu wa Mungu, sijui kama mnanisikia haya. Ukigundua hii siri, nataka nikwambie kweli, hata maombi ya safari, Bwana Yesu nakemea kila roho barabarani, mimi siombagi. Iko damu ya Yesu. Asante Yesu kwa ajili ya damu yako, haijawahi kuondoka juu ya maisha yangu. Na mahali popote damu yako ilipokuwa ndani yangu, maadui hawakai karibu na mimi. Nasema asante, maana mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Nakwambia ukweli, hata kama nasafiri kwenye gari ya abiria na kulikuwa kumepangwa ajali njiani, hawa abiria wote wataokolewa kwa ajili yangu. Mimi peke yangu niliingia kwenye hilo basi. Wewe utasababisha wengine wapone kwa ajili yako, maana kitendo cha wewe kuonekana umeingia tu kwenye gari hivi na wameweka mtego njiani huko, wanajua lile basi aina fulani leo lazima tuchukue sadaka, tuchukue sacrifices za watu, na wewe umeingia mwanamama ambaye hata hajaenda shule, lakini damu ya Yesu iko juu yako. Nataka nikwambie hivi, mpango wale maadui kabla hata basi alijapigwa starter, wamejua unayo tiketi na siti namba yako, wamejua mpango unaribika, wanaondoa mitego njiani na hawatabaki barabarani. Sema amen, amen. Ukijua damu ya Yesu imefanya nini juu yako, iko kwenye watoto wako, nataka nikwambie kule mashuleni watoto wako watashika namba 1 darasani na watamaliza masomo, hakuna adui atakayewagusa afya yao. Wakiingia darasani, wale wanaochukua watoto wao akili hawatagusa watoto wako, na darasa la mtoto wako atakalokaa hawatakaa mashetani ndani ya hilo darasa, maana damu ya Yesu ikikaa mahali, ndugu zangu, ni zaidi ya bomu la nyuklia. Nashindwaga kuelewa wahubiri wanasema, unajua shetani atakushughulikia wewe mtu usiyekaa sawa. Wewe sawa, mwambie aje kwa Absalom. Nilienda Tanga, nikahubiri mjini Tanga miaka kama 7 iliyopita, 6, ilikuwa 2017. Nikahubiri katikati ya mji, mkutano wa nje. Nikasikia wachawi wakubwa wako Tanga. Sasa nimekuja kwa mara ya kwanza, ngoje niwaulize wako wapi. Nikawaomba wachawi, joeni munue, nikimaliza mkutano msiniache, ninalala hoteli fulani na kitanda changu namba fulani. Nikasikia Wakristo wanasema, Bwana Yesu msaidie mtumishi wako. Nikasema nazuie na maombi ya walokole hawa, maana ni maombi ya uoga haya, siyakubali haya. Sinasikiaga maombi wengine mnaombaga, tunazuia roho ya malipizi, walete malipizi kwangu. Yaani mimi aliye ndani yangu ni mkuu, alafu kakipepo fulani kanaitwa Anaki kaje kanishike kaniumize. Nimeokokea wapi? Yesu yupi ninayemjua? Halo? Nilitoka Tanga, usingizi sijakosa, nimekula chakula sijavimbiwa, nimeondoka Tanga. Hakuna mchawi nimemwona. Baada ya muda kama wiki 2 hivi napigiwa simu na mchungaji wa Tanga mmoja wapo, maana niliandaliwa na umoja wa makanisa.
uko wapi mtumishi? Nikasema niko kwenye demokrasia ya Kongo. Tunahubiri mkutano. Akasema kuna mambo ulisema wachawi waje. Akasema waoga hawajaja wale. Akasema walikuja, nikamwambia sijaona hata huyu. Akanambia waliposikia umesema, waliitana wale wanaojijua ni kiboko. Wakajikusanya watu 7 wabaya. Waje kumalizia kwenye ile kitanda. Walipokusanyika, twendeni sasa. Barabara ya kufika hotelini hawaioni. Hoteli hawaioni. Mahali napolala hapaonekani. Piga kelele sema nimefunikwa na damu ya Yesu. Piga kelele sema damu ya Yesu iko juu yangu. Sema tena iko kwa watoto wangu. Iko kwa wazaliwa wangu. Piga kelele iko kwenye kazi yangu. Haleluya. Walikusanyana, wametoka, wanatembea, wanatafuta hoteli. Usiku wamemaliza, mchana umeingia. Siku 7 watoto wao wamepeleka taarifa katika vituo vya polisi. Tumepotelewa na wazazi. Walikuwa aje? Walienda kumtafuta mtu anaitwa Absalom. Nataka nikwambie hivi, watakutafuta hawatakuona. Wataweka mitego itawakamata wao. Wazee wale wameteseka barabarani usiku na mchana, hata wajui wanaenda wapi. Wengine wamekutwa Msata kwa miguu, wengine Korogwe. Mwambie mwenzako ndivyo watakavyopotea. Hawatakuona, hawatakukaribia, hawatagusa nywele yako wala vazi la mwili wako, kwa jina la Yesu. Amen. Nikarudi Tanga, nimerudi mpaka leo wanasema saa hivi Tanga shwari, watu wanalala. Na mimi nataka nikwambie, siondoki mji huu hapa Balizi. Damu ya Yesu ambayo imeingia juu ya mji huu itasababisha msako wa nyumba kwa nyumba. Yoyote anayefuga bundi, anayefuga panya, anayefuga swisi, anayefuga uchawi wa majini, uchawi wa vibuyu, kuanzia saa hii aliyejaribu kuchukua jina lako anaenda kushughulikiwa. Hamna ukombozi pasipo mapigo. Hamna ukombozi pasipo mapigo. Ndio maana Yuda Iskariote, kuleni huu ni mwili wangu utolewao kwa ajili yenu. Yuda akaambia fanya haraka kazi uliokusudia. Akaondoka mbio, kachukua vipande vya fedha, kaja kambusu Yesu, kaondoka. Yesu anakuja asubuhi, Yuda amechanganyikiwa. Tayari kanunua kamba, kaenda kujinyonga. Ndivyo adui yako atachukua masaa 12, hamalizi 24, atakwenda kujimaliza mwenyewe. Yoyote anayetembea na mwili wa kibinadamu, anayetembea akiwa ni wa rohoni, lakini amevaa mwili wa mtu, au amevaa la mwanamke au mwili wa mwanaume, anayetembea anafanya biashara, lakini ameshika watoto wako kwenye maeneo yao ya maisha, nataka nikwambie hivi, tutaona maziko ya maadui zetu haraka iwezekanavyo. Tutajikuta tunasikia tu vilio vya aina fulani, kisha kuna mwenye haki ameshika kikombe cha damu ya Yesu, akasema hii ni damu ya agano na watoto wangu, hawataonewa. Viumbe vya rohoni hawatawaonea, malaika wa giza hawatagusa maisha yangu. Ukakiteremsha kile kikombe. Ushirika wa meza ya Bwana si wa kanisa, ni wa kila aliyeamini. Katika nyumba yako, wewe na watoto wako na watoto wako. Abrahamu akatokewa na Melkizedeki, akafundishwa somo hili, wakachukua mkate na divai wakaumega. Melkizedeki kuhani mkuu na mfalme wa Salemu, hana baba hana mama, hana mwanzo hana mwisho. Akaumega mkate na Abrahamu, akamwambia hawa watoto wako watakapokwenda duniani kutawala, wahakikishe wasikose meza ya mkate na divai, maana huu ndio mkate ambao utaenda kutolewa katika mwili wa Yesu kwa ajili ya ukombozi wa maisha ya mwilini wa mwanadamu, mwanaume na mwanamke. Mwili wa Yesu utakapopigwa, magonjwa yataondoka kwenye miili yao. Mwili wa Yesu utakapochubuliwa mikono, ndivyo kazi zao zitakazofanikiwa. Mwili wa Yesu utakapokuwa umevalishwa taji, ndivyo wanaume hawatawaza juu ya maisha na uchumi wa maisha yao, wala wanawake hawatapita kwenye tabu ya watoto tena.
wakaumega mkate, Abrahamu akabarikiwa na Melkizedeki. Kuanzia hapo Wayahudi wote duniani wanaumega mkate. Hata wakishuka kwenye mji huu, nenda kwenye room yangu, mtumeni Musa, atakuta nimeshaweka divai juu ya meza yangu. Siwezi lala bila divai na mkate. Maana sijui watu ambalizi ni wa aina gani. Nitaumega mkate, nitasema kila malaika anayetawala juu ya mji huu kuanzia sasa hivi hata tawala juu ya mji huu. Nina damu ya agano katika mji huu kuanzia sasa. Ninaanza kutangaza damu katika mji huu. Na mimi natamani hii Pasaka kama kuna ushirika na wewe ndani ya kanisa usikose huo ushirika. Sema amen, amen. Wale wanaotoroka ushirika, shauri yenu. Ushirika utumike kama dhehebu, utumike kama ukombozi. Na ukiwezekana usihangaike haraka kukimbia kuushika. Wakumbuke watoto wako wapi. Kwa nini hawapati kazi? Nani ameoa mwanangu? Nani aliyoolewa na mwanangu? Damu hii ikaingie kwenye nyumba ya wanangu. Iingie kwa mzaliwa wangu wa kwanza. Damu hii kila anaki. Tunasema anaki. Unajua anaki ni kiumbe cha rohoni chenye kuvaa mwili. Tunaelewana? Sio binadamu lakini wanavaa mwili, wanafanya kazi juu ya mji. Kila aliyekuja juu ya nyumba yangu, kama kuna ndugu na jamaa katika ukoo wa baba yangu waliooleana na hawa viumbe, wakaingia kwenye familia yangu wakanitesa, kuanzia saa hii damu hii ikanikomboe na wao. Ikisema nikomboe tu, inaenda kule na kila nguvu za kupiga. Ndio maana wazaliwa wa kwanza wa Misri waliwawa, na wanyama waliwawa, na miungu ya wa Misri walipigwa. Fungua Kutoka 12. Muda wangu umeisha, namalizia. Kitabu cha Kutoka 12. Mstari kuanzia 12 mpaka 14. Kutoka 12 mstari wa 12 mpaka 14. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Ukisikia neno miungu, ndugu zangu, ni hao viumbe vya rohoni, malaika walioasi na Lucifer. Tunaelewana Ndio wanaitwa miungu, wanataka waabudiwe. Mtume Paulo alisema maneno haya, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, wakuu wa giza hili na jeshi la mapepo wabaya. Anaposema falme, mnanisikia lugha Anaposema falme ni viumbe vyenye mwili vinavyotawala. Naenda sawa? Mapepo hayatawali, hawana mwili. Mimi nikifa ninaiacha nyumba yangu, na mtu mwingine anaweza kaingia akatawala nyumba yangu, sawa sawa. Lakini nikiwa na mwili, hakuna mtu mwingine ataingia ndani ya nyumba yangu akatawala, maana ninao mwili. Unaposema vita vyetu si juu ya damu na nyama, unazungumza juu ya viumbe vya rohoni wanaoweza kuishi na wakavaa mwili. Ndio maana Biblia inasema shetani hujigeuza kuwa malaika wa nuru. Anaweza kavaa vazi la nyoka akaitwa nyoka. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Na hata malaika wazuri wote wa Mungu walionao wana mwili. Malaika wana mwili. Ndio maana malaika wengine walionekana kwa Abrahamu, wakaingia kwake na wakala na wakalala, asubuhi wakatoka. Halo. Na ndio maana maandiko yanasema msiache kupokea wageni, maana wengine wenu mmepokea malaika pasipo. Maana wanavaa mwili, wana uwezo wa kuvaa mwili wakaja. Na ukijua karama ya damu ya Yesu, macho yako yanafunguliwa. Utaweza kuwagundua malaika hawa ninatumika nao. Hata nimesimama hapa sasa hivi, nimemwona malaika aliyesimama upande wangu. Nikataka kuambia jamani, kuna malaika amesimama hapa. Nikaona hamtanielewa haraka, lakini amesimama kati na ubiri, yuko hapa, amesimama upande wangu wa kuume. Ukijua nguvu ya damu ya Yesu, macho yako yanafunguliwa. Waanaki utawajua. Na ukiwajua, wakikuona kama wako kanisani na wewe umeingia, maana una vile vipawa vya macho, hiyo ibada hata ingia mpaka
utakapotoka. Na kama tukiongezeka wengi tunaopauliwa, hawataingia kwenye hili kanisa. Watasema lile kanisa halifai, lile kanisa kwanza hamna Mungu pale ndani, watatafuta kanisa lingine. Kumbe ni anaki, wamejua kuna watu wanawaona humu ndani. Wengine hawahami kanisa kwa sababu wanapenda, kwa sababu kuna watu humu ndani wana damu ya Yesu. Haleluya. Na sio kila mahali watu wanaitwa kusanyiko la Wakristo ni mahali pa Wakristo. Wengine wanaongozwa na anaki. Mnafundishwa mapokeo mengine ambayo sio sawa. Mtu anakuambia Yesu sio Mungu, alafu watu wanashangilia. Ukisikia mtu anaongea hivyo tu tayari yule msimuone wa kawaida, kiumbe kile. Halo. Hawa jamaa wanaweza wakafungua makanisa yao na wakaja hivi. Na ukanunua maji ukanywa, kumbe umekunywa kitu kingine. Wow. Nasema hivyo hakuna anayesema amen, maana watu wamekunywa maji mji huu wa Mbeya. Mbalizi watu wanatembea na maji ya upako. Ndugu yangu, maji hayaokoi. Mtumishi, kwenye maji hapa kuna kitu kimeandikwa namba hapa ya maji ku expire. Hakuna muujiza kwenye hii maji. Yatafanya kazi leo, kesho yamekufa. Damu ya Yesu hai expire. Inadumu milele na milele na milele. Fungua Petro wa kwanza, nimalizia hapo. Fungua Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Haleluya. Kanisa amen. Nataka wasiokuwa na raha wawe na raha. Yaani nataka uwe na raha mpaka tukikuona tunashangaa, hiyo raha unatoa wapi? Unawaambia watu muujiza wangu nimeupata, baraka zangu nimezipata, watoto wangu wanafanikiwa, afya ninayo. Yaani una raha. Tusome mstari wa 18. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri kabisa. Petro anatuambia mfahamu hamkukombolewa kwa vitu viharibikavyo. Tena amesema viwili tu, fedha, lakini akumalizia vingine. Kuna maji. Maji haiwezi kukomboa. Amna. Halo. Geukia mwenzako mwambie uweze kukombolewa na maji. Amen. Haleluya. Tunaandikiwa mstari wa 19, bali kwa damu ya thamani, damu isiyokuwa na mawaa, damu ya mwana kondoo, yaani ya Kristo. Hiyo damu ndugu yangu inaposema kukomboa, haimaanishi tu unasamehewa alafu kapambane. Amna. Wahubiri wanadanganyaga watu. Mimi ni mhubiri wa miaka 35. Nimejua maana ya damu ya Yesu, nimejifunza, nimesoma, nimekuwa mwalimu wa vyuo vya Biblia. Naelewa anachofundisha paka kwenye vyuo vya Biblia. Halo. Ninajua damu ya Yesu kwa viwango vya hali ambayo mimi binafsi, mimi binafsi hakuna chochote kitakachonidhuru cha asili ya kishetani. Nilienda Mwanza nikahubiri mahali. Mchungaji akakazania mahali pale, kuna mtu amesema tukale chakula kwake. Nikamwambia mchungaji, yule mtu sio mzuri japo ni mshirika wako. Lakini hapana ni mzuri, mtumishi wa Mungu yule sio mtu mbaya. Nikamwambia twende. Nikamwambia vijana wangu twende. Nikamwambia hapa hakuna chakula, hapa tumetegewa mtego. Samaki tulioikiwa mezani hakuwa samaki, alikuwa ni nyoka. Nyoka. Mwenye damu ya Yesu anaona. Hebu sema nataka damu ya Yesu ikanifungue macho
ni wajue wabaya na mipango yao. Haleluya. Sema amen, amen. Yule mchungaji hakuamini nyoka kwenye sahani. Unaenda mahali, unaingia chooni cha kukaa, unajua ni choo kizuri, macho hauna, unatoka pale una magonjwa ya kutisha. Umetoa wapi? Kumbe wengine ndani ya vyoo wameweka vitu. Unaenda kwa jirani, unaenda kwenye misiba, unaenda kwenye harusi. Na nyie watu wa huku Mbeya mnapenda sana misiba. Misiba mingine Roho wa Mungu akuonyesha pale si mahali pa kula. Nenda, lakini saa ya kula chomoka. Unakula hapo, unaanza kusikia maumivu ya nyayo mpaka kwenye kichwa. Mtumishi wa Mungu niombe, miguu inaanza kwenda hivi na ulikuwa mzima. Lakini ukishagundua nguvu ya damu ya Yesu, sema amen, amen. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Kitu cha kwanza kabisa, wakikuwekea mtego kwenye meza, yule aliyeweka mtego ameshajua tumekosea, anakula chakula ile. Hello. Nilikula chakula kule Kongo, niliwekewa sumu kwenye chakula. Sumu tu, wala sio uchawi. Mimi na mhubiri mwenzangu tumetoka Tanzania. Mara ya kwanza tumekula hamna shida. Mara ya pili nilimwambia mwenzangu, chakula leo sio kizuri, nimekiona. Akaniambia na mimi nimeona. Tukasema tutakula, alafu tumfundishe adabu anayeweka sumu. Tukapiga, tukamaliza chakula, tukaondoka, tukarudi hotelini. Tumelala, tukaflash kwanza kile choo, tukaondoa ile sumu kwanza kwenye mwili. Haleluya. Alafu jioni tukarudi kwenye mkutano. Yule aliyetuwekea sumu akatuona, hajaelewa. Asubuhi 11 tuko kanisani, mahubiri tena mpaka saa 1. Kipindi cha saa 4 cha kusikiliza watu, yeye ni wa kwanza kaingia. Mchungaji wake yuko hapa, sisi tuko hapa. Anamwambia mchungaji, hawa sio binadamu. Mchungaji anasema kwa nini? Sema nimewawekea sumu jana kwenye chakula, lakini mbona hawajafa? Mchungaji akamwambia unaongea kitu gani? Akamwambia ninakueleza, nimewaua wahubiri 11 kwenye mji huu, lakini hawa kwa nini hawajafa? Hawa sio watu. Na mimi nataka nikwambie hivi, watakuwekea kitu chochote, wao ndio watajua ya kwamba wewe sio binadamu wa kawaida. Wataumia wao, watakufa wao. Na kumaliza mwaka yule mwanamke alikufa. Halo. Weka mkono juu na mnaisema damu ya Yesu iko juu yangu na nyumba yangu. Tangu sasa iko kwa ajili ya ukombozi, kuharibu maadui zangu wote wanaonifuatilia kwenye ndoto, wanaonilisha vyakula usingizini. Kuanzia leo hawataishi tena. Viumbe vya rohoni wenye kuvaa mwili hawatatembea tena juu ya ardhi hii, maana nimepewa mamlaka juu ya ardhi hii. Hawataishi tena kwa ile miungu wanayotembea nayo, wakaweka maagano wanizofishe. Hawataishi tena. Damu ya Yesu, ongeza sauti, damu ya Yesu iko juu yangu. Ongeza tena, damu ya Yesu iko juu yangu, juu ya nyumba yangu. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Sema amen. Sema tena amen. Ndugu zangu, nimewaingiza mahali pagumu sana. Namba 1, hamtatoroka wokovu. Ndio ngoma hii nyingine. Kama umeikiri hii damu, nakwambia hivi, ukijaribu kutoroka wokovu, malaika watakufuatilia, watakukamata. Unaenda wapi? Unarudishwa, unakuja kuimba tena kanisani. Nilikuwa naondoka lakini nimerudi. Hautoroki. Hii damu ina thamani, haitakuachia. Hii damu ina nguvu, haitakuleta mapepo wa kumiliki huko barabarani. Ukijaribu kwenda kwenye baa, pombe zote zitanukta kichefuchefu. Yaani unajaribu kushika ile, wewe mimina hapa, ana mimina,
Unarudi nyumbani unatapika. Unasema ilikuwa tu ni kichefuchefu. Unarudi kesho. Utakoma. Umekiri hapa, nimewakamata kwa midomo yenu na nimewashika kwa maneno ya vinywa vyenu. Unaikiri damu ya Yesu imekushika kwa njia sahihi. Hautamtoroka Yesu tena. Hautawacha watoto wako wakateseka tena. Hautaacha ndoa yako ikapotea tena. Hautaacha watoto wako wakachukuliwa mateka tena. Sema amen. Yuko mwanamke mmoja kule Same, Upareni kule, nimehubiri mkutano. Akanambia napigwa mtumishi, napigwa. Mume wangu akija usiku, kazi tu ni kunitukana na kunipiga. Nikasema sema damu yako Yesu imekuja juu yangu na mume wangu. Kuanzia usiku wa leo atakuwa ni mtumishi na akiimba pambio na kuhubiri injili na kunena kwa lugha barabarani. Yule mama akaomba kama utani, akaondoka. Usiku saa 5 mwanamume alikuwa anaimba huko barabarani njia nzima. Anajaribu kujizuia, anashindwa. Akaja akakaa nje ya nyumba yake, kuna mti wa nguzo ya umeme, ananena pale, anashindwa. Anaogopa kuingia nyumbani, mke wake atashangaa, mbona unaongea kwa lugha? Mbona unaimba nyimbo za Kikristo na wewe unanipigaga kila siku? Amekaa hapo mpaka saa 8, saa 9, saa 10. Akaona hapana, labda nina matatizo. Mama ni amka baba, ya kababa, amka niombee. Haya ya baba. Mama akasema utaomba hapo mpaka kumekucha. Nimeitwa mchungaji, njoo baba ameshindwa kunyamaza, ikabidi niende. Maana hanyamazi. Nikasema asante Yesu kwa damu yako kwa ajili ya huyu baba. Amen. Nisaidieni niokoke leo. Mpaka leo hajamwacha Yesu. Nilikuwa Masaini Simanjiro. Ninahubiri mkutano mkubwa kwa kongamano la Wamasai zaidi ya 10,000. Wamama wa Kimasai wanaimba, wanarukaruka. Bahati mbaya nikamwona mama moja kajengo zao, unajuaga wanavaga nguo mabega yanakuwa nje. Nikaona kama kuna damu kwenye mwili wa huyu mama. Nikamsogeza, mama ni nini? Umeona kuna damu kwenye mwili wako? Anasema tangu na kuja kwenye kongamano, nikirudi nyumbani mume wangu anachukua fimbo na watoto wake wananichapa usiku wote. Kwa nini nakuja kwenye makanisa? Nikasema kweli unapigwa kila siku? Ndio. Na unaendelea kuja? Ndio. Nasema hata na saa hii watakuwa wananisubiri wanichape. Nikasema sema damu yako Yesu. Akakiri damu ya Yesu. Nikamwambia nenda. Na yule mwanamume leo anaokoka leo. Akasema ashe mchungaji, nashukuru mchungaji. Akaondoka. Mwanamume akamkuta yuko kwenye kiti vile vile, ameziweka zile fimbo nyembamba, kaziweka hapo kama 6. Mama anakuja anataka kunyanyua hivi, baba akapigwa. Kilichompiga haoni, akaenda chini. Akasema Mungu wangu, nani ananipiga? Akanyanyuka tena, anyanyua, akapigwa, akaenda chini. Akasema mama umekuja na nani? Akaambia nimekuja mwenyewe. Nani ananipiga? Haoni. Ananyanyuka tena, Sasa hii ya mwisho akawa ananyongewa chini. Mama, niokoe mama. Mwambie huyu baba niachie. Ananiua kweli. Na mama akasema ngoja kushughulikie. Ananiua kweli mama, mwambie niachie. Akamwambia akuachie mpaka umesema unaokoka. Niko tayari kuokoka. Akasema haitoshi. Unatoa na sadaka? Ndio natoa ng'ombe. Ngapi? Akasema ng'ombe anazotoa. Yule mama akatuma vijana wake waje usiku huo, tunamshwa. Amkeni watumishi. Baba anakufa kule. Mama amekuja na mtu ananyonga baba na hatumuoni. Nakwambia mbele ya Mungu nimeshika hii madhabahu. Nimeshika hii madhabahu, siongei. Kwenda kule tukakuta baba amenyongewa hapo chini. Sinuwe. Nimesema natoa ng'ombe. Chukueni ng'ombe mnayetaka. Tukaingia ndani ya boma tukachukua ng'ombe kwanza. Ndio yule mtu akamoja. Mpaka leo mzee wa Kimasai anaimba pambio, anasema Yesu ni atakoma. Utaimba tu.
Na wewe kama unasumbuliwa na mwanamume wako, kuanzia leo atakuja akiimba kwa jina la Yesu. Hata kuonea tena. Watoto wako wanaozurura barabarani watarudi kanisani kwa haraka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Wale wasio na kazi, natangaza kwa damu ya Yesu, milango ya anaki imevunjwa, nguvu za miungu imevunjwa. Damu ya Yesu inawapa kutawala. Piga kelele, sema amen. Yule mchungaji mwenyeji kule Masaini ametajirika. Wamasai anasema yule mchungaji alikuja na Myahudi, wananiita mimi Yesu. Nikamwambia mimi sio. Nikasema mimi sio Yesu. Mimi sio. Mimi ni mtu. Hamna. Siku moja nahubiri, wanakimbia mlimani. Kundi kubwa la watu wamekimbia. Nani? Yesu tumeona. Nataka nikwambie, watu watakwenda kukuangalia, hawatakuona wewe tena. Watamuona Mwokozi, watamuona yeye aliyekuwa mwagia damu akakununua. Sema amen. Piga kelele, sema amen. Tusimame, muda umeenda. Muda umeenda, tuende haraka, tukimbie tumalize. Ninaweza nikasema maneno haya: kila mtu aliyechukuliwa eneo lake la urithi wa kimungu, baraka za kimungu, haki katika maisha yako ya ndoa, ya watoto, ya kazi. Hii ni wiki ya Pasaka. Ndugu zangu, ni wiki ya nini? Hebu sema, Pasaka yangu imefika. Kila viumbe vya rohoni wanaonitafuta maisha yangu katika wiki hii wanashughulikiwa wote katika jina la Yesu. Funga macho, sema maneno haya. Sema, damu yako Yesu iliyomwagika kwa ajili yangu, kwa ukombozi wangu, kuanzia sasa ianze kazi wakati wote wa usiku na mchana. Kwenye wakati wa usingizi nione malaika zako wananihudumia. Ninapoamka nione malaika zako wanaonitumikia katika maendeleo yangu, shughuli zangu za maisha. Kwa damu yako Yesu, kila wazaliwa wangu hawatanyang'anywa tena haki. Watamiliki, watashika na kufanya kazi zenye faida na maendeleo. Wanaosoma watafanya vizuri. Kila mzaliwa wangu wa kiume na wa kike hawatakosa baraka za uzao, za ndoa nzuri. Kwa jina la Yesu natamka baraka hizi katika malango ya nyumba yangu. Natangaza damu ya Yesu katika chumba changu cha kulala. Natangaza damu ya Yesu katika maingilio ya mji huu. Nitakapotembea, damu ya Yesu ikaanze kazi kuangusha maadui zangu. Viumbe vyote vya rohoni, wana wa Anaki, maashera, viumbe vyote vinavyotembea juu ya nchi kinyume na mwanadamu, waanze kushughulikiwa. Wanaoharibu afya kwa magonjwa mabaya, magonjwa ya athma, magonjwa ya BP, magonjwa ya sukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya mauti, kuanzia leo waondoke kwenye mji huu. Waachie afya za watu, waachie afya za watu, waachie mifupa yao na damu na nyama na viungo vya watu wa Mungu. Hata kwenye ibada hii magonjwa yote yapotee sasa. Pasiwepo na magonjwa kwa aliye yoyote mahali hapa, na yule aliye mbali, aliye kitandani, anayetufuatilia. Damu ya Yesu ikaweke mwili wake katika uzima, katika afya tangu sasa. Tangu sasa natangaza hata na majira haya
yamekombolewa kwa damu ya Yesu. Mwaka huu ni mwaka uliokombolewa kwa damu ya Yesu. Sitapoteza baraka yangu kwa damu ya Yesu. Amen. 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 Kuna mtu aliyekuja na mateso ya moyo. Moyo wake mara nyingi unahangaika, na wakati mwingine unapoteza kabisa mwelekeo kwenda mbio, na unafika mahali kama unaleta sura ya kupotea na kukata tamaa, kama vile mauti inatafuta mlango, na umehisi mara nyingi kama kifo. Nacho umekiona mara nyingine hata wakati mwingine ukiwa peke yako, na hata kuna sauti inazungumza inasema jiandae, kifo kinakufuata. Nataka nikwambie mtu wa namna hiyo, hutaisikia hiyo sauti tena, wala kifo hakitakufuata tena. Hakuna huo mlango wa mauti katika nyumba yako. Piga kelele, sema amen. Na hali hiyo, kuna mwingine ipo hiyo hali, sio kwake lakini kwa mtu wa nyumbani. Na huyo mtu wa nyumbani saa hizi alipo, unaona kabisa kifo chake kinafika na kinakukera. Kwa nini afe? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Unaomba lakini bado ile hali inaendelea kutisha familia. Nataka nikwambie, umeingia kwenye mzingiti vya mlango huu. Kuna damu ya Yesu iko katika mlango huu. Mauti haitatembea katika nyumba yako vile vile. Mlango wako hautapitiwa kwenye dhiki ya mauti tena. Na yule anayeingia kwenye magonjwa haya ya mauti au hofu hiyo ya mauti nyumbani kwako, hata iona hiyo nguvu ya mauti. Kaburi halitatamkwa tena katika familia yenu. Mwaka huu mnamaliza wala hamtazika mtu yoyote. Sema amen. Ongeza sauti, sema amen. Kuna hiyo hali kwa mtoto ambaye ninamuona pia. Ni mtoto mchanga, amesadikika hawezi akaishi. Katoto kale kataishi katika jina la Yesu. Hakitamilikiwa na hao wanaotaka uwahi wake. Ni katoto kadogo, hakatakufa. Damu hii inanena mema, inanena uzima. Na nimeiona hiyo damu iko juu ya huyo mtoto. Moyo wako unayomwombea, hiyo damu iko juu yake tayari. Pigilia Yesu makofi mazuri kabisa. Weka mkono kwa kifua, sema mwili huu mauti huna nguvu tena, wala nyumbani mwangu hauna mamlaka tena. Nimekombolewa mimi na nyumba yangu, tutaishi, tutazisimulia baraka za Bwana kwa vizazi vingi, kwa jina la Yesu. Amen. Nimemaliza. Nataka ukiwa umesimama hivyo hivyo, kama hujatoa sadaka. Sadaka tumeshatoa. Natamani kila sadaka tutakapotoa tutoe tukiwa pamoja. Amen. Tusitoe